Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo hapa duniani. Leo tunaangalia muujiza mwingine pia. Injili ya Mathayo sura ya 27 kuanzia mstari mmoja tu wa 51. Mathayo sura ya 27 mstari mmoja wa 51. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Hapa tunakutana na muujiza mwingine mmoja tena. Muujiza wenyewe ni huu: nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Hapa huu ulikuwa muujiza mwingine tena aliofanya Yesu Kristo. Ni muujiza wa ajabu sana. Huu aliufanya mara tu baada ya kifo chake. Naweza ukasema mbona alishakufa, amefanyaje tena? Huwezi jua, muujiza wa Mungu ni wa aina yake kabisa. Sasa pamoja na kwamba alikuwa amekufa, lakini bado utendaji kazi wake uliendelea. Hii ndio muujiza. Sasa kama unasikia muujiza, bado iliendelea, kazi yake bado iliendelea. Sasa hapa tunaona kwenye kipindi kilichopita tumeona pazia likipasuka, likiwaruhusu watu kuingia kanisani mpaka madhabahu. Lakini sasa hapa tunaona nchi inatetemeka, yaani tetemeko la nchi lilitokea, halafu likapasua miamba. Miamba maana yake mawe makubwa pia yalipasuka. Kwa hiyo watu wakashangaa, miamba ikipasuka na kupasuka. Miamba, nchi inatetemeka, mawe makubwa yanapasuka yenyewe. Nchi kwanza, tetemeko lilitokea. Kwa hiyo kilikuwa sio kitu cha kawaida. Tetemeko halafu miamba ikapasuka. Tutaona tena kitu kingine kilitokea kipindi kijacho. Lakini hapa nilitaka uone mambo mawili. Tetemeko la aina yake ambalo lilipasua miamba. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi, haikuwa kazi ya kawaida, halikuwa jambo la kawaida. Wengi mmezoea kuona matetemeko ama kusikia matetemeko. Sasa hili lilikuwa la aina yake, lilipasua mawe makubwa yalipasuka, miamba ilipasuka. Kwa hiyo halikuwa la kawaida, ni tetemeko la aina yake. Sasa hapa ninataka kutufundisha nini tukio hili? Pia hili nataka kutufundisha kwamba nguvu zote anazo yeye, uwezo wote anao Yesu. Upi wa kutetemesha visivyotetemeshwa, kuvunja visivyovunjika. Kwa hiyo ana uwezo wa kutetemesha na kuvunja vile vinavyodhaniwa haviwezekani. Anatetemesha nini? Ufalme wa Shetani. Kwa hiyo ufalme wa Shetani ulitetemeshwa na kuvunjwa. Kwa hiyo pale Yesu alimaliza kabisa ufalme wa Ibilisi, kisha kabisa aliuvunja. Kwanza aliutetemesha, halafu akauvunja na kuuharibu kabisa. Kwa hiyo mimi na wewe tunaomwamini Yesu Kristo hatuwezi kutetemeshwa na chochote tena, maana alishamaliza Yesu kutetemesha kilichokuwa tutetemesha. Yale yaliyokuwa na tutetemesha Yesu alishayatetemesha na kuyaharibu. Yale yaliyokuwa na tugandamiza kwa miamba mizito, sasa Yesu ameivunja. Kwa hiyo tuko huru kutoka na kuingia. Mungu akusaidie mpendwa mtazamaji wangu. Mamlaka ya Yesu Kristo yanaweza kutetemesha popote pale. Chochote kile unachodhani hakiwezi kutetemeshwa, kinatetemeshwa. Hakuna ufalme utasimama kwa Yesu bila kutetemeka. Na wewe subiri tu, utajaona siku ya mwisho. Utaona
nguvu zake za aina yake utaziona siku ya mwisho. Kuna kitakachosimama mbele yake. Milima itayeyuka, mabonde yatajazwa, kila kitu kitakaa level. Kwa hiyo sio wa kawaida. Maana yake hapa inatuonyesha kwamba mamlaka ya Yesu yamevunjwa kabisa, yameharibiwa kabisa. Mungu wa mbinguni akusaidie. Mwamini huyu mtenda miujiza, utafika mbali. Mwamini huyu mtenda miujiza, hutaogopa. Kuna cha kutetemesha tena. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tukutane kipindi kijacho, na kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwe mno, barikiwe sana. Amen.